Egbert Alfred kwa taarifa hiyo. Hakika kule Boko na Bunju namna ambavyo unasaka maji ni balaa. Pengine habari hii inayofuata inaweza kuwa ndio tatizo pengine la hayo yote ambayo tumeyashuhudia. Sasa waziri wa maji Juma Aweso ameiagiza mamlaka maji safi na maji taka DAWASA kusimamia maji yanayopatikana kuelekezwa katika matumizi ya binadamu na kuyasambaza kwa usawa kwa mikoa yote ya Pwani na Dar es Salaam. Mwandishi wetu Harold Shemsanga anaandaa na taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa ukaguzi katika chanzo cha uzalishaji Ruvu Juu, waziri wa maji Juma Aweso amesema serikali imeendelea kupambana kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji, na hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kuweka mazoea ya kutunza maji. Na kipaumbele chetu kwa sasa maji haya yote yawe kipaumbele kwa binadamu. Lakini jambo la pili ambalo tunalisisitiza kwamba kiwango cha sasa ambacho tunachokizalisha maji basi kigaiwe kwa usawa. Kwa hiyo maelekezo kwa DAWASA kwamba kiwango hiki cha maji ambacho kimepatikana na tulicho nacho kigaiwe kwa usawa. Na jambo la tatu naendelea kusisitiza, tumejitahidi kusimamia kwamba kila maeneo yafikiwe na hii huduma ya maji. Ila tumeiapa siku, leo watapata hawa, kesho watapata hawa, kesho kutwa watapata hawa. Lakini kwa kiwango hichi ambacho tulichokuwa nacho na katika mazingira ya sasa, basi tuhifadhi maji. Sababu ukihifadhi leo yatakuhifadhi kesho. Kwa hiyo lazima tutengeneze utamaduni wa kuhifadhi maji. Lakini jambo la mwisho, naombe sana wana Dar es Salaam, wana Pwani, tuwe wavumilivu. Na hiki ni kipindi cha mpito tu, tutavuka salama. Faraja ambayo tunaoipata kwamba baadhi ya maeneo mvua imeanza kunyesha, naamini kwa mvua hizi ambazo zitaanza kunyesha hivi karibuni, basi tutarudi katika hali yetu na mamlaka yetu DAWASA itaendelea kutoa huduma na tutarudi katika hali yetu ya kawaida. Kwa upande wake Eribaleki Mmasi, mkurugenzi wa bodi ya maji ya bonde la Wami Ruvu, amesema amechukua hatua ya kurejesha katika njia moja maji yote yaliyokuwa yanapotea katika mto huo. Kwa kama jukumu la taasisi, tulihakikisha kwanza kukagua vyanzo vyetu vya maji na kutoa changamoto zilizokuwa zinasababisha maji kupungua, na naamini kabisa kwa zoezi ambalo tumeendelea kulifanya kwa maana ya kusitisha zile shughuli ambazo ni za maji ambayo sio kwa ajili ya matumizi ya majumbani, hivyo tumezisitisha, na kinachofanyika sasa hivi tumekuwa tukipita kwenye maeneo yote kwa kufanya doria, na kiwango cha maji kimezidi kuongezeka katika mto. Tunaamini kabisa kwamba ni kipindi cha muda mchache, na baada ya pale hali ya matumizi ya maji itarudi katika hali yake ya kawaida. Katika siku za hivi karibuni kumetokea upungufu wa maji na hivyo kuathiri upatikanaji wa maji kwa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Harold Shemsanga, EATV Pwani. Shukrani sana Harold Shemsanga kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwenye kurasa zetu za mitandao